wasimame, hata walale waamuke, hakika watakuona ukipepea. Wanalala wanasema tumemalizana kesho wanakuona unatembea, wanashindwa haikuwa ni hiki mtu ni kilimo. Wanaweza si. Amen. So nataka tuombe kwa dakika kidogo tu. Wewe kusema neno kwa dakika kidogo tu, tuombe. Tuende kwa jina la Yesu. Sema neno kwa dakika kidogo tu. A few minutes. Kama dakika 5 tu hivi. Na tubarikiwe. Mkesha. Tamamu tulikuwa tuna mkesha na watu wamekataa kuja, lakini wale walikuja tuliona Mungu. Tuliona Mungu. Nataka nisungumuse kwa dakika kidogo tu. Message ya mini service nataka nisungumuse haya. Andika, kama unaandika itakusaidia. Tutabarikiwa kwa jina la Yesu. Kichwa ndio hicho. Tuende kwa haraka. Mimi sihubiri, nataka ni summon neno tu kwa kidogo tu. Tuombe. Viongozi please, nataka staki any simalizia. Yeah? Kiongozi, kama unajua ni kiongozi, nataka meeting ya kiongozi leo. Wanarika Kevu anataka kuongea na nini? Kevin, inua mkono Kevu. Huyo ndio anataka kuongea na wanarika. Tafadhali, kama ni mwanarika, hata kama una haraka ya kwenda mbinguni, sema iairisho. Sema mwanarika. Inua mkono kama ni mwanarika. Inua mkono. Useme ifanye nini? Iairisho. Wanaweza sifiwe. Amen. Itakuwa vizuri. Wamama mkutane, wazee tukutane, alafu viongozi tukutane. Kuna mambo tunataka tusungumzie kuhusu about church na about the future of this church. Mtabarikiwa kwa jina la Yesu. Nataka nisungumzie kwa dakika kidogo tu. Kitu ni hiki. Mbaya. Sijui unanisikiza nikisema hivi, mbaya hatasimama mbele yake mwenye haki. Hii ndio ile message tulikuwa nayo mkesha. Na tuliomba mpaka nilisikia mpaka kukawaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mbaya hatasimama mbele ya mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbaya hatasimama mbele ya mwenye haki. Na hivyo neno la Mungu ndivyo linasema hivi. Mbaya hatasimama mbele ya mwenye haki. Maana mwenye haki ni mtoto wa Mungu, na mtoto wa Mungu Mungu mpikania. Mtoto wa Mungu Mungu mtetea. Mtoto wa Mungu, Biblia inasema hivi. Mungu anasema mama anaweza mwacha mtoto wake, anaweza msahau, lakini anasema mimi sitakuacha wala sitakusahau. Mungu hata kusahau na hata tuache. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende kwa maombi. Nataka tuombe kwa dakika kidogo tu. Nataka tuombe kwa ajili ya neno hili. Baba, kwa jina la Yesu na kubariki ya Mungu uwaendea watoto wake. Haki ya Mungu uwaendea watoto wake. Mimi nataka niseme neno, sio subiri tafadhali. Nataka tuende kwa haraka tafadhali. Nataka mnielewe. Bwana Yesu asifiwe. Haki ya Mungu inawaendea wanawe. Yaani mtoto wake ndio anapata haki ya Mungu. Lakini wapendwa wetu wengi tunakaa bila kujali kama tutakuwa wana ama tutakuwa nini. Unakuja kanisa wakati unataka sijui jikomiti na Mungu, na Mungu aonekane kwako. Jikomiti kutafanya kazi ya Mungu. Jikomiti kutenda kazi ya Mungu. Mahali popote utakaoenda, kanisani, wapi, lakini bado usikana kazi ya Mungu, naye Mungu ndiye atakutendea. Mungu atakupigania. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Mungu anawajali sana watoto wake. Mungu anawaidia watoto wake mambo makubwa, kuwapigania, kuwatetea, kuwalinda, kuwashika mkono, kuwavusha milima, kuwatenda matendo makubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo tayari kuomba leo. Na tuambie Bwana, kama vile umesema, kama vile neno unasema Bwana, Mungu umesema na wako li hai, tena lina nguvu. Na hivyo ndivyo unasema kuhusu sisi watoto wako. Utatupigania, utatushika mkono. Hata tukipita katika maji mengi, haitatugarisha. Hata tukipita katika moto, hautatuchoma. Tunataka tukuone Bwana. Katika hali zetu, tuwakuone Bwana.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuna Mungu wa pendo. Isaya 54. Isaya 54 verse 15. Nataka ninguse maandiko mawili tu. Isaya 54 verse 15 na tusome Isaya 41 10 na 11. Tumalizie pale. Kama unaandika andika tafadhali, kama ni kuandika andika. Isaya 54 verse 15 na Isaya 41 10 na 11. Twende kwa haraka. Tafadhali. Nataka nisomewe kwa dakika kidogo tu. Isaya 54 verse 15. Verse 15. Hiyo verse, nataka hiyo verse peke yake. Tazama, anasema huyu ni Mungu alikuwa akizungumza kwa kinywa cha Isaya. Anasema tazama, yamkini ajili yako. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale walikuwa mkesha niliwaambia hivi. Ndio anasema kuhusu Esther Naaman. Pale ukisoma Esther chapter 6 pale 30. Bila sema ilikuwa ni zamu ya Mordekai akiwa kwa nchi ya wenyewe, lakini kuna jambo moja alitenda nzuri kwa ufalme wa Israeli. Na ile jambo alitenda, mfalme akasimama akasema, aliyetenda jambo hili alifanywa nini? Wakasema hakuna kitu. Akasema huyu hapa mbewani, ni nani yako hapo? Wakasema mfalme, Hamani ndio wako pale. Akasema Hamani akuje. Akamuuliza Hamani, yule alitenda mambo mazuri, mfalme akitaka kumtendea anamtendeanga nini? Akasema anamtendea mambo mazuri. Hamani akajua mimi ndio munaonekana ndio mzuri na wao kutendewa ile jambo. Akasema ule mtu hawekewe farasi, sijui aletoa mabasi ya soko tauni yote, akisungukwa na jeshi, sijui na maana nini. Akasema ndio. Akasema basi hiyo umesema isifunguke neno lolote. Akasema lete mabasi. Na huyu Mordekai aliyedharauliwa, huyu Mordekai anaonekana hawezi, huyu Mordekai anaonekana mdhaifu, hawandishwe na afanyiwe hivyo pasipo kufungua neno lolote. Amen. Haleluya. Amen. Alipomaliza kumzungusha, Hamani akakasirika. Akaenda nyumbani wake akiwa na hatia. Amen. Usawa wa Mungu. Mungu upigania. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na Biblia inasema akimalizia kuelezea, mfalme akatumana. Hamani akakaa hapa kisuba, akaambia mfalme anakuita kwa malikia. Sasa anaenda kumaliziwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu upigana. Amen. Mungu wetu utetea. Amen. Mungu wetu uongoza. Amen. Mungu wetu uponya. Amen. Tunapomwamini. Amen. Tunapomtegemea. Amen. Wacha kutegemea watu. Wacha kutegemea vitu. Tegemea Mungu. Amen. Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa sasa tunaambiwa namna gani? Anasema sibutu atusomea Kizungu. Kama uko na Kizungu tusomee kwa Kizungu kidogo tu. Uone. Na fashion nyingi za Kizungu kuna zile zinaeleza vizuri, zingine zinaeleza hivi, lakini some tu tunajua fashion zote za Kizungu. Some tu ile uko nayo. Usome hiyo 15. Hiyo 15. Tuguzia Kizungu. Nataka tuguzia Kizungu tu. So. Beyond. I shall sure gather together, but not for me. Whosoever shall gather together against, hiyo ndio basi hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Anasema against you. Haleluya. Wataanguka. Na tunaandikilia leo waliokusanya mahali popote walikusanyika. Hatujui ni wapi, hatutaki kujua ni wapi, lakini kile tunajua tuna Mungu aliye hai na ataenda kutumikania. Waliokusanyika wakasema hiyo ndio itasimama, wakasema hiyo kazi itainuka, wakasema huo sawa utasimama tena. Twasema kwa jina la Yesu wataenda kuanguka, wataanguka. Mungu amesema waliokusanyika, lakini si kwa ajili ya Mungu mwenyewe, ni kwa ajili ya sisi. Wataanguka. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimiane angani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliokusanyika lakini si kwa ajili yako, wataenda kuanguka. Amen. Hiyo ndio maombi nataka tuombe. Amen. Soma chapter 41 verse 10 na 11.
Nataka tumalizie hapo. Matunguzio ya Kizungu tafadhali. Ndio usikie mimi. Usikie vile Mungu anavyosema. Isaiah 41 10 mpaka 11. Hizo mbili tu peke yake. Najua story yake, najua maisha yake, ninamjua. Akamwambia usiogope. Usiogope. Maana mimi ni pamoja na wewe. Anasema maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Anasema nitakutia nguvu. Naam. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mkono wa Mungu wa kuume mwenye nguvu, ambaye Mungu akikushika hivi maadui wameinua kiasi gani, hanjalishi wana nguvu kiasi gani, hanjalishi wana uwezo kiasi gani, hanjalishi kwao ndio wanasemanga, hanjalishi ni Illuminati au na Freemason, hanjalishi ni mandevo wake, hanjalishi ni shetani mwenyewe. Anasema nakushika mkono wa kuume kwangu. Anasema usiogope. Anasema usiogope. Mungu anasema usiogope. Anasema usiogope. Kwa hali yote unapitia, challenge yote ya ndoa, challenge yote ya biashara, challenge yote ya maisha, challenge yote ya huduma, anasema usiogope. Anasema usiogope. Nitakushika mkono. Nitakushika mkono. Sitakuacha uangamie. Sitakuacha uteseke. Sitakuacha uhangaike. Sitakuacha wakutese. Sitakuacha wakukanyange. Mungu anaweza. Anabadilisha maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nilutie hiyo basi. Usiogope. Anasema usiogope. Maana mimi ni pamoja na. Usifadhaike. Anasema usifadhaike. Maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Endelea. Tazama. Anasema tazama. Wote walioona hasira juu yako. Hiyo ndio moja ya mwisho nilikwambia. Anasema wote waliona hasira. Anasema wote hivi ndani ni watu wako wapi? Wana nguvu kiasi gani? Wanatumia mamunduki ama ni masilaha? Anasema wote waliona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Wote washindanao nawe. Anasema wote wanaoshindana na wewe watakuwa si kitu. Watakuwa sio kitu. Na kuangamia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Acha nirudie. Tazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha kwanza na kwa Mungu na Kiswahili za Kiswahili. Usikia anavyosema. Fear not. For I am with you. Be not dismayed. For I am with you. I am God. I strengthen you. Yeah. I help you. Yeah. I have uphold you. Kuna fashi nyingine. Kuna mtu mwingine kana fashi nyingine. Be not dismayed. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. For I am your God. I will strengthen you. I will strengthen you. And help you. And help you. I will uphold you with my righteous hand. Soma hiyo unajua nini natumianga Holy Bible. Soma hiyo iko na hiyo Benjamin tusome hiyo fast hiyo. Fish hiyo fast 10 hiyo. Mimi ndio nilisoma nikaielewa. Ndio tu tusome Benjamin
41:10. Hiyo 41:10 kwa haraka tu. Fear not. Fear not. For I am with you. I am with you. Be not dismayed. Be not dismayed. For I am your God. For I am your God. I will strengthen you. I am strengthening you. I will help you. I am help you. I will uphold you. I am uphold you with my victorious right hand. Hallelujah. Yani kuna mkono wa Mungu wa ushindi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuna mkono wa Mungu wa ushindi. Anasema victorious the hand. Mkono wa ushindi. Kwa hivyo Mungu atakupa ushindi. It doesn't matter. Bwana Yesu asifiwe. Mira mmangusa kwa haraka basi leo tumalizia. Ndio tuombe maana time yangu imeisha. Time imeisha. Nataka tuombe. Verse 11. Tazama. Wote walio na hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao na wewe watakuwa sio kitu na kuangamia. Haleluya. Amen. Wote wanaoshinda waiolewa. Na ndio unaona ndoa ukijaribu kung'ang'ana ikisimama inaanguka. Kuna mpaka waliweka ya maneno. It doesn't matter walikuwa wapi. Tukumbushe Mungu neno lake anasema hivi. Alisema waliokusanyika lakini si kwa ajili yake wataanguka. Leo lazima waanguke. Leo lazima waanguke. Amen. Hiyo ndio my prayer to you. Hiyo ndio maombi. Hiyo ndio maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko ready tuombe? Are you ready? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo. Aliyesimama kinyume changu. Jinsi ulivyosema. Waliokusanyika. Lakini si kwa ajili yako. Kwa ajili yangu. Waanguke. Nandikilia. Kwa jina la Yesu. Siku ya leo. Waliosimama kinyume changu. Kuanzia leo. Waanguke. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ajalishi walisema nini? Kila walikisema leo ndio kitaisha. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunashukuru Mungu. Simama tuombe kwa jina la Yesu. Ndio tufungue.